Wanasema 90% ya ubongo wa mwanadamu inajijenga katika ile miaka 5 ya kwanza. Pale ndo mtoto anaanza kujifunza kwa kuona, anaanza kujifunza afanye nini, anaiga kutoka kwa wazazi na vitu vingine. Kwa usipomwingizia zile elimu za muhimu za kumsaidia katika umri huu, utakuwa umechelewa, ndo tutakuwa tunakunja samaki akiwa tayari ni mtu mzima. Habari mtazamaji na msikilizaji wa PowerPod. Leo tumekuletea mada nyingine, mada ya kipekee ambayo inagusa moja kwa moja jamii yetu ya Kitanzania na dunia kwa ujumla. Wahenga wanasema samaki mkunje angali ni mbichi. Ni mradi gani wa leo tunaozungumzia? Mradi wa Umoja Total Saving and Leadership Tech Club. Tunaye kiongozi wetu, tunaye mbunifu wetu wa mradi huu leo. Tumsikilize. Kwa majina naitwa Glory Anton kama hosti wako wa leo. Karibu sana dada Kura, ujitambulishe, watu wangependa kukujua. Karibu. Asante sana Glory. Kwa majina naitwa Kulwa Mgeni, ni meneja wa Umoja SACCOS 2006 Limited ambayo iko Kilimanjaro, Moshi vijijini. Sisi tuna mradi wa watoto ambao unaitwa Umoja Total Saving Leadership and Tech Club ambao tunachukua watoto kuanzia umri wa miaka 5 mpaka 18 ambao ni watoto wa wanachama wa Umoja SACCOS 2006 Limited. Kwa sasa tuna watoto 250 ambao wako kwenye club. Club yetu ilianzishwa 2024 ikiwa na maono ya kujenga watoto ambao ni wavumbuzi, wabunifu, wenye nidhamu ya fedha na wanaoweza kuongoza kwa ajili yao na kwa jamii inayowazunguka. Kauli mbiu ambayo inatuongoza ni nafanya, najifunza, naelewa. Kwa hiyo anaanza kwanza kufanya, alafu anajifunza ndio anaelewa. Kwa hiyo klabu yetu ni vitendo zaidi. Vitu ambavyo tunafanya kwenye klabu yetu, kwanza kabisa tunatoa elimu ya fedha, ujasiriamali kwa vitendo, pamoja na elimu ya ushirika. Pili, tunatoa elimu ya uongozi wa mabadiliko. 3, tunatoa elimu ya teknolojia salama na bunifu. 4, tuna Total Impact Challenge ambapo watoto wanatengeneza miradi ya kusaidia jamii zao. Na 5, tunawapeleka watoto kwenye masoko ya kitaifa na kimataifa kwa ajili ya kupeleka bidhaa zao na kuonyesha ni nini wanafanya. Asante sana Dakura. Labda nilikuwa natamani kujua, watazamaji pia wanatamani kujua, wasikilizaji wanatamani kujua kitu gani ambacho kilikusukuma hasa kuanzisha hii club. Maanake paka kufikiria watoto moja kwa moja, lazima utakuwa kuna kitu ambacho kilikusukuma uanze na mtoto kwanza. Kitu kikubwa ambacho kilitusukuma sisi kuanzisha hii club ni pengo ambalo liko kwenye mfumo wetu wa elimu. Kama tunavyoelewa mfumo wetu wa elimu ni nadharia zaidi, hakuna vitendo. Lakini pia elimu ambayo tunapata haitusaidii sisi kuweza kutatua changamoto zetu tunapokuwa tumemaliza. Ukiangalia watu wengi hawajaajiriwa katika formal sector. Wameajiriwa katika sekta zisizo rasmi. Wakati elimu yetu haitufundishi sisi kwenda kufanya kazi katika hizo sekta zisizo rasmi. Kila mtu ameandaliwa kufanya kazi kwenye sekta rasmi. Sasa tukawa tumewaza kulingana na hicho kitu, je, tufanye nini? Tukaona kwamba ukianzia ukubwani kama unavyosema kwamba samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo ukianzia ukubwani utakuwa umemuonea huyo mtu mzima. Kwa hiyo tukasema kwa nini tusianzie kwa watoto chini kabisa? Kwa hiyo ndio hilo wazo likaja la kwamba tuanze watoto kuwapa huo ujuzi ambao utawasaidia hata wanapomaliza elimu zao za vyuo, wamekosa ajira wanapokuanzia. Lakini sababu ya pili ambayo imetufanya ni kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia sasa hivi. Hauwezi ukamtenga mtoto na simu, iPad, TV na nini, yani teknolojia imekuwa kubwa. Kwa hiyo lazima tuongee nao, wajue sasa ni jinsi gani unaweza wakatumia hiyo teknolojia kuwasaidia na sio kuwaharibu. Kwa hiyo tukaona kwamba hiyo pia ni nafasi ya sisi kuongea na watoto tokea wakiwa wadogo ili waweze kutumia teknolojia kwa usalama na ubunifu. Ni kweli kabisa. Kingine kuna changamoto kubwa za uongozi. Sasa hivi unakuta mtu anapewa uongozi anakuwa ni mbadhirifu wa fedha na mambo mengine ambayo viongozi wanafanya ambayo hayatakiwi kufanyika kama kiongozi. Lakini kwa nini unajikuta kwamba unapewa nafasi wakati hauna ujuzi wa jinsi ya kuisimamia hiyo nafasi? Kwa tukaona pia ni nafasi kwa watoto wetu pia
waweze kupata hiyo elimu ili iweze kuwasaidia waweze kuja kuwa viongozi bora. Kingine, kwa sababu pia tunafundisha elimu ya SACCOS na ushirika, tuliona kwamba hakuna vijana kabisa kwenye SACCOS, hasa SACCOS yetu. SACCOS yetu sisi ina 23% tu ya vijana. Kwa unaona kabisa baada ya muda fulani ina maana SACCOS haitakuwa. Kwa tukaona kwa nini tusianze na watoto ili wanapomaliza sasa waendelee kuwa wanachama, kwa sababu akiba zao wanaziweka ndani ya SACCOS. Kwa ataendelea, ataifahamu SACCOS ni nini na inafanya nini. Unakuta mtu mpaka amemaliza chuo hajui SACCOS ni nini. Mpaka anaajiriwa hajui SACCOS ni nini. Kuna watu wanafikiri SACCOS ni vikoba. Kwa tukaona kwa nini tusifanye watoto wetu waweze kuelewa SACCOS ni nini haswa. Hizo ndo sababu ambazo zimechangia. Na sababu ya mwisho, mimi ni mwelimishaji wa masuala ya kifedha. Kwa hiyo unakutana na wanachama wana matatizo mengi sana kwenye mikopo. Ukikaa ukiongea naye, ukimuuliza, ukimhoji baadhi ya maswali, utajua kwamba amekosa elimu ya fedha. Lakini sio tu kwa yeye kama mwanachama, hata sisi watendaji wenyewe tunaowahudumia, unajikuta kwamba umempa mkopo lakini kuna maswali ambayo ungemuuliza au elimu ambayo ungempa asingeweza kufanya hayo maamuzi aliyoyafanya. Kwa hiyo tukaona kwamba tuanzie tokea wakiwa watotoni, wasipate tu ukubwani. Hapo kwenye kuanzia utotoni. Tunaamini miaka 5 mtoto ni bado mdogo sana. Kuna wengine wanaanza shule. Kwa nini mtoto wa miaka 5 sio wa miaka 7? Kwa nini mlianza yani mnawezaje kuamini kwamba anaweza kuwekeza, anaweza kupanga bajeti, anaweza kufundishwa elimu ya fedha, anaweza kuweka akiba? Kwa nini mtoto wa miaka 5? Tulichagua mtoto wa miaka 5, tena hapo tumechelewa kwa sababu tulikuwa tuanzie hata 3. Okay. Wanasema 90% ya ubongo wa mwanadamu inajijenga katika ile miaka 5 ya kwanza. Pale ndo mtoto anaanza kujifunza kwa kuona, anaanza kujifunza afanye nini, anaiga kutoka kwa wazazi na vitu vingine. Kwa usipomwingizia zile elimu za muhimu za kumsaidia katika umri huu, utakuwa umechelewa, ndo tutakuwa tunakunja samaki akiwa tayari ni mtu mzima. Kwa ndio maana tukaona kwamba ili kumjenga mtoto kiakili, kihisia, kiroho, yani elimu zote zinatakiwa zipewe hapo katika 1 mpaka 5. Ndio maana tukasema sasa tusichelewe sana kwa sababu hatuna syllabus ya hao wadogo kabisa wa miaka 3, lakini tukasema basi tuanzie at least hao 5 na kuendelea. Ningependa kujua ni tabia gani ambazo za kipekee labda uliwahi kuona kwa mtoto ana tabia za kipekee katika hayo mafunzo. Labda ungetupa mfano ambacho kilikuvutia labda kwa mtoto mmoja anawezaje kuadapt na hayo mafunzo ambayo mnakuwa mnayawapa. Kwanza watoto, watoto tunawachukulia kawaida sana. Lakini watoto wana vitu vikubwa sana. Kwanza watoto ni majasiri, hawaogopi ukilinganisha na watu wazima. Sisi watu wazima wengi tunakuwa tunaogopa sana kukosea. Lakini mtoto haogopi kukosea. Kwa wana ujasiri wa tofauti kabisa. Unaweza ukawapeka kwenye masoko wakauza kuliko wewe mtu mzima. Ujuzi wao wa kuuza na sisi watu wazima ni tofauti kabisa. Ukija kwenye kubuni, mfano tunapofanya vitu vya teknolojia, wanabuni hadi matangazo ambayo ya graphic design. Yani kuna ideas ambazo wanaziweka pale hadi unasema hata mimi mtu mzima singeweza kuzifikiria. Kwa watoto wana akili za kipekee kabisa kama zitaendelezwa. Kwenye uongozi, wakati unafundisha wale watoto au pale kwenye ile club ya watoto, ni dalili gani ambazo unaziona au ni kitu gani ambacho kinakusababisha useme uongozi unaanza mapema kwa wale watoto? Yani unamwona mtoto anasema huyu ni kiongozi. Yani ni kitu gani ambacho kinakufikirisha wewe useme kwamba uongozi unaanza mapema? Uongozi unaanza, kwani tunasema kwamba uongozi unaanza mapema ni kwa sababu watoto wanaenda shule. Wakifika shule, wao wenyewe ndio viongozi. Hawachukuliwi labda mtu wa sekondari aje aongoze primary. Kwa kuna mtoto pale tu atachaguliwa, atakuwa ni monitor, ataongoza kikundi fulani, ataenda kanisani ataongoza kwaya, ataenda kanisani ataongoza Sunday school, ataenda kwenye mafundisho ataongoza. Kwa uongozi hauepukiki. Hata katika familia unakuta ule mtoto wa kwanza tayari anakuwa ni kiongozi wa wenzake, kuhakikisha kwamba anasaidia wenzake kufanya yale ambao wanatakiwa kuyafanya. Kwa uongozi lazima uanzie tokea tukiwa watoto, kwa sababu ya shughuli ambazo tunazifanya zinatutaka kuwajibika.
Naamini kwamba kuwa kwenye club unakutana na watoto wengi. Sasa hivi nimesema na watoto 250 ni watoto wengi sana. Ndiyo. Najua kuna tabia tofauti tofauti ambazo unakutana nazo za wale watoto ambazo mara nyingi watu wazima wanazipuuzia. Sasa tuje hapo kama club. Mnakutana na tabia gani mara nyingi watu wazima wanazipuuzia, na nyie mnazisolve vipi zile tabia au zile changamoto? Changamoto moja kubwa ambayo tunakutana nayo kwa watoto wengi hawasikilizwi, wanapuuzwa nyumbani. Kwa hiyo kwa sababu nyumbani akiongea kitu asikilizwi, anaamini popote akienda akisema hasikilizwi. Kwa hiyo kuna watoto ambao wanakuja, unamuuliza swali anaogopa hata kuelezea mawazo yake kwa sababu ya mambo ambayo alikutana nayo nyumbani. Sasa sisi kama club tunafanyaje? Sisi kama club, sheria yetu ya kwanza, kila mtoto anasikilizwa. Hata kama anaongea vitu ambavyo wenzake wataona havifai, na hairuhusiwi kucheka. Hairuhusiwi kumcheka mwenzako. Kila mtoto ana haki sawa ya kutoa mawazo yake kuhusiana na jambo fulani. Na kila mtoto anapewa nafasi ya kuongoza mijadala, kuongoza labda ni kazi za kikundi, kuongoza mazungumzo na chochote, ili kuhakikisha kwamba mawazo ya kila mtoto yanachukuliwa. Na mawazo yao tunahakikisha kwamba tunayafanyia kazi. Kwa hiyo akiona kumbe nimetoa wazo langu afu likafanywa kazi, anajisikia vizuri zaidi. Lakini changamoto ya pili ni hofu ya kukosea. Kuna watoto ambao wanakuwa wanaogopa sana kukosea. Sasa tunawafundisha kwamba sisi kama club, kukosea kuna vitu ambavyo tunawapa wakosee, warekebishe. Yani kukosea ni pati ya maisha. Kwa hiyo asiogope kujaribu kwa sababu atakosea. Akosee, arekebishe, akosee, arekebishe mpaka aweze. Natamani pia kujua tumeongelea uongozi, tumewaongelea watoto, lakini hapo kuna tech club, technology. Tunajua dunia sasa hivi imebadilika. Teknolojia imekuwa kubwa sana. Ningetamani kujua ubunifu ambao umekuvutia, ambao labda mmewahi kufanya na ukafika mbali, ukakuvutia sasa hivi unaweza ukawa inspired na ule ubunifu. Ukatuelezea labda historia yake ilivyoanza. Huo ubunifu ulikuwa ni ubunifu wa namna gani labda? Kwenye teknolojia sisi tunasema ya kwamba kutoka kwenye kuwa wapenzi watazamaji mpaka kuwa wapenzi watengenezaji sasa. Yani tunatoka kutoka kuangalia na kuchukua teknolojia kama burudani, na sasa tunaenda kwenye stage nyingine ya kutengeneza. Kwamba unapoangalia katuni, tuseme tunawafundisha watoto, ukiangalia katuni, wewe unachagua ni either uwe mtengeneza wa hiyo katuni, kuna mtengenezaji wa hiyo katuni ambaye yeye ametengeneza na anaingiza hela, au wewe ni mtazamaji wa hiyo katuni ambaye wewe sasa unatumia bando, yule analipa. Kwa kuna side mbili. Chochote unachokiona kwenye teknolojia, kuna mtengenezaji na wewe muangaliaji. Sasa tunataka tuwatoe watoto kutoka kwenye kufikiria kuangalia. Maana watoto wengi sana wanapenda kuangalia katuni, lakini hajafikiria ile katuni inatengenezwaje. Hiyo katuni inatengenezwaje mpaka inakuwa hapo unaona akili. Ndio tunatengeneza hizo mindset kwamba watoto sasa wafikirie jinsi ya kutengeneza. Ndio maana tuna coding class. Kwa watoto wanaanza kutengeneza katuni fupi, lakini pia sasa hivi kuna app za watoto kama Canva Kids, CapCut ya watoto, wanajifunza kuedit video. Kwa wanatengeneza content, wana edit video, wanatengeneza matangazo, ambayo yote hiyo ni pesa. Kazi za watoto wamefanya nyingi sana za kwenye upande wa teknolojia. Mnahakikishaje watoto wanatumia vifaa vya kidijitali kwa maadili? Ukiacha na kuja club kuhudhuria, wakiwepo majumbani au mazingira tofauti, bado still vinakuwa salama kwao. Kwanza tunawapa elimu watoto wenyewe, kwamba yeye mwenyewe anatakiwa ahakikishe anatumia kwa maadili. Pili, tunatoa elimu kwa wazazi, kwa sababu wanapotoka kwenye klabu kuna kazi ambazo wanapewa ambazo wanatakiwa wakazifanye nyumbani, na msimamizi mkuu wa hizo kazi ni mzazi wa mtoto. Kwa mzazi atampa tu mtoto device wakati anafanya ile kazi chini ya usimamizi wa mzazi. Hapo kwa wazazi, maoni gani mengi chanya au hasi unayapokea kutoka kwa wazazi? Kwa wazazi ambao wamewaleta watoto kwenye club, kwa kweli tunapokea maoni mengi sana chanya, kwamba kuna mabadiliko mengi sana kwa watoto.
Kwanza watoto zamani walikuwa mfano kwenye mambo ya fedha, walikuwa wakipewa pesa na wazazi, zote zinaishia kununua pipi. Lakini sasa hivi watoto wakipewa hata ni 200, anaiweka anasema anaenda kuiweka SACCOS. Kwa tabia zao hata za kutumia pesa bila mpangilio zimetoweka. Lakini pili, kwa upande wa uongozi, watoto wamekuwa viongozi wazuri hata majumbani. Tumemwambia ni hata swala la kuhakikisha kwamba taa imesaulika, kuzima ni la kwao. Kwa watoto sasa hivi, mimi nakumbuka mwanangu kuna siku alitaka kunizimia taa ndani, asubuhi anasema mama, kumesha kucha, unachezea umeme. Watoto wamekuwa ni viongozi kuhakikisha pia vitu havitumiki vibaya nyumbani, lakini pia wanaongoza wengine wawe na maadili yanayofaa. Kwa upande wa teknolojia hivyo, wazazi wanasema sasa watoto wamehama kutoka kuangalia zile katuni, sasa hivi utakuta anakaa anatengeneza kitu chake cha ubunifu. Kwa hiyo wazazi wametupa feedback nzuri sana. Na vipi kuhusu hali ya uongozi majumbani wanapokuwa au wanapokuwa mashuleni, ile hali ya uongozi kwao inakuwaje kutoka kwenye hizo feedback za wazazi? Sisi watoto wetu wana bodi yao. Okay. Bodi ya uongozi. Ambayo ina mwenyekiti kama tunavyofanya kwenye SACCOS. Okay. Wanatakiwa wa experience kujua sasa mwenyekiti kazi zake ni nini, bodi inafanya nini, na wanakuwa na mikutano mikuu yao. Kwa hiyo watoto wanaongoza vizuri sana. Lakini pia tumepata feedback hadi kwa walimu, kwa wale watoto wetu ambao, kwa sababu tunawafuatilia kujua wanaendeleaje mashuleni. Kwa hiyo wale ambao wameshika nafasi za uongozi tunatamani kujua, je, mafunzo ambayo tunawapa yana athari chanya kwenye uongozi wao? Je, walivyokuwa kabla na sasa hivi kuna utofauti wowote? Kwa hiyo tumepata feedback nzuri sana pia kutoka kwa walimu na baadhi ya mashule ambao wanataka kufanya kazi na sisi sasa kuweza kupeleka hiyo elimu kwenye shule zao. Nimekuwa interest kidogo kujua, je, mnakuwa na mentorship wowote au wadau wowote ambao mnakuwa unawatumia katika mafunzo wanaokuwa wanapewa, au ni nyie kama SACCOS tu ndo mnahusika? Hapana. Sisi tunafanya kazi na wadau mbalimbali, lakini pia kila mtoto ana mentor. Kila mtoto anayejiunga na club lazima tujue anatamani kuja kuwa nani, yani malengo yake ni yapi, na kama hajajua tutamsaidia kuyajua kwa kadri tunavyoendelea kujifunza. Kwa wanapewa mentors ambao ni watu wazima ambao watahakikisha yale malengo ambao walikuwa wameyaweka wanayafikia na kuwaongoza kuweza kuyafikia. Sasa ni mwaka 2025. Klabu yako ulisema kwamba imeanza mwaka 2024. Unaionaje klabu yako kufikia hatua ya kitaifa na kuwa mfano bora kwa miaka ijayo? Tuzungumzie labda miaka 3-5 ijayo. Unaionaje ikikuwa kitaifa katika mfano bora wa elimu ya fedha kwa watoto, kwa watu wazima, kama unavyosema unatoa elimu ya fedha hata kwa SACCOS pia kwa watu wazima? Unaionaje inapoelekea? Kama ni watoto na ni watoto wa wanachama, vipi kuhusu mashuleni na kwa jamii ambayo haipo ndani ya SACCOS? Kwanza kabisa klabu yetu kulingana na maono yetu, sio tu kuwa mfano bora kitaifa bali kimataifa. Tunatamani tuwe mfano bora kimataifa. Kwa nini? Kwa sababu ya changamoto ambazo tunazitatua. Changamoto ambazo tunazitatua ni tofauti kabisa na watu wengine wanavyofanya. Kwa hiyo upekee wetu unafanya watu wengi waone umuhimu wa kitu tunachokifanya na kukisupport. Na kama nilivyosema, klabu ina mwaka mmoja na mpaka sasa hatukuweza kufungua matawi kwa sababu tulikuwa tunahangaika na kupata syllabus ambayo inatakiwa, lakini tumeshapata watoto 250. Lakini pia tumeshapata watu wengi wanataka kufanya kazi na sisi, mashule, makanisa, wanatamani tukatoe elimu hata kwenye Sunday schools. Lakini pia maono yetu pia ni kwenda kufanya pia kazi na watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Tunatamani kila mtoto wa Kitanzania afikiwe. Kwa wale wanaoishi kwenye mazingira magumu, walioko mashuleni, walioko makanisani, walioko kwenye SACCOS, wote waweze kufikiwa. Changamoto ambazo tunazitatua ndo zinatufanya sisi tufike mbali zaidi. Ukiangalia sasa hivi watoto wetu, vitu ambavyo wameweza kufanya. Watoto wetu sasa hivi wanatengeneza vitu, ujasiriamali. Watoto wetu wanatengeneza keki na wanauza. Watoto wetu wanatengeneza bracelet kama hizi. Ni watoto wanatengeneza na wanauza. Watoto wetu pia wanatengeneza viungu vya maua, wanauza. Na wameshaenda kwenye miradi mingi na mwakani tunatamani waende kwenye maonyesho ya Kili Fair.
Ambao ni Arusha, ni maonyesho ya kimataifa. Tunaamini kwa kuwa expose kwenye hayo mazingira, hata wenzetu wa nchi za nje wataona tunafanya nini sisi kama Tanzania, na wao waweze kufanya. Lakini pia wameweza kwenda kwenye mikutano ya kimataifa, kama kuna mikutano ambayo imefanyika Dar mwezi wa 6, watoto wetu walienda, tulipeleka watoto 5 wakaenda na wakajifunza kuona wenzao wanafanya nini. Kama ungeweza kuzungumza na wazazi leo, ungeweza kuwaambia nini kuhusu ukuaji wa teknolojia katika dunia au ulimwengu, kuhusu elimu ya fedha, ubunifu, kuhusu akiba? Kwanza kabisa ningewaambia wazazi, kati ya vitu ambavyo wanatakiwa wawekeze kwa watoto ni kwenye maarifa. Maarifa ndio kitu cha kwanza wanachotakiwa kuwekeza. Kwa sisi Wakristo, ukisoma kwenye Biblia inasema watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa tu. Kwa hiyo ukimpa mtoto maarifa yanayotakiwa, akawa na ujuzi unaotakiwa, akawa na watu wanaotakiwa, rasilimali zinazotakiwa, na reputation yake ni nzuri, amefanikiwa kwenye maisha. Lakini lazima uanze na kikapu cha kwanza ambacho ni maarifa. Kwa hiyo kama wazazi wanatakiwa ni kuwekeza zaidi kwenye maarifa ya watoto wao, kwa sababu ndio tunatengeneza taifa la kesho. Unatengeneza mama wa kesho, unatengeneza baba wa kesho, unatengeneza rais wa kesho. Kwa hiyo tukiwafundisha leo kuwa viongozi bora, tutakuwa na viongozi bora kesho. Tukiwafundisha leo kutumia fedha zao vizuri, tutakuwa na rasilimali zetu zitatumika vizuri kesho. Kila kitu kinaanza leo kwa kesho. Vipi kwa yule ambaye amechelewa, ambaye sio mtoto, sio miaka 10, miaka 5, au sio mwaka 1 mpaka miaka 18, tayari ameshafika chuoni, lakini akikusikiliza leo anaona nimechelewa, unamwambia nini? Kwanza hajachelewa, hakuna kuchelewa wanasema. Mimi nimekuja kupata elimu ya fedha nikiwa nakaribia 40, kwa sababu mimi nafanya kwenye taasisi ya fedha. Niliamini najua kuhusu elimu ya fedha, nikaenda shule kujifunza, nikafika shule nikakaa, nikajua sijui chochote. Kwa hiyo ikabidi na mimi nikae chini nijifunze. Katika nakaribia 40 sasa ndo nimekuja kupata elimu ya fedha, lakini nikasema hapana, sijachelewa, naanzia hapa hapa, na mpaka leo nimeweza kuwekeza, nimeweza kuweka akiba, nimejifunza kutengeneza tabia nyingine. Kwa hiyo katika umri wowote hakuna kuchelewa. Anza sasa. Hiyo unapopata hiyo taarifa anza. Lakini tunasema walioanza mapema wana bahati. Sawa, mimi nikuulize swali tu la uzushi ambalo labda ndo swali langu la mwisho, lakini nilitamani kukuuliza kuanzia unaanza. Nijiweke katika grupu la mtazamaji. Inawezekana hata mimi wakati namaliza masomo nilikuwa sijui kama SACCOS ina faida kwa mimi kijana. Labda nilikuwa najua SACCOS ni ya wamama, SACCOS ni ya wazee au watu wazima, hata wafanya biashara pia. SACCOS ni akina nani hasa? Nani aanze kuingia kwenye SACCOS? Itampa faida gani anapoanza huo muda? Nani aingie kwenye SACCOS? Wewe sasa, naongea na wewe kama manager. Tuelimishe, manager wa Umoja SACCOS, tuelimishe kuhusu SACCOS kwa ufupi tu. SACCOS ni kwa watu wote. Watu wote kabisa. Kwa sababu ni chama cha akiba na mikopo. Kwa tunaweka akiba halafu tunakopa. Kuweka akiba ni jukumu la kila mtu, hata kama ukopi. Lakini akiba ni swala la kila mtu. Kwa SACCOS ni kwa watu wote. Ukiangalia kwenye masharti, ili uwe mwanachama wa SACCOS, kila SACCOS ina masharti yake. Lakini kwa sisi SACCOS za kijamii tunapokea mtu yoyote, mfanya biashara, mkulima, mfanya kazi, ni mwanafunzi, tunapokea watu wote. Kwa mtu yoyote anakaribishwa kujiunga na SACCOS. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa PowerPod Podcast, asante kwa kuwa nasi na tumefikia mwisho wa makala hii ambayo imekuwa ni ya mvuto katika jamii yetu. Mwanzo nilisema samaki mkunje angali mbichi. Muanzishe mtoto wako mapema. Inawezekana hawa ni watoto wa miaka 5, lakini pia alitamani iwe nyuma zaidi. Muangalie mtoto wako nyumbani. Muanzishie sasa kuweka akiba. Mtafutie mbinu. Mueleze akiba ni nini, SACCOS ni nini, mpe elimu ya fedha, mdhibiti kiteknolojia ambayo inakuwa na inaenda kasi zaidi. Asante kwa kusikiliza. Mwisho wa kipindi cha leo ni mwanzo wa kipindi cha kesho. Ulikuwa nami Gloria Anton. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Sculptor Online TV. Pia kulike and comment katika Instagram yetu ya PowerPod Podcast, TikTok channel yetu. Asanteni mpaka wakati mwingine.